Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Kwanza tunawatakia heri ya mwaka mpya na Jumapili njema ya mwaka 2026. Na tunamshukuru Mungu tumevuka salama katika kila changamoto tulokutana nayo mwaka 2025. Mwaka huu ni mwaka ambao Bwana ametupa kuliambia kanisa ni mwaka wa shukrani. Mungu wakati mwingi yeye anahitaji sana shukrani kwenye maisha yetu. Ndio maana amesema kwenye kitabu cha Wakolosai ile sura ya 4 mstari wa 2, anasema dumuni sana katika kuomba. Katika kuomba mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Mungu wakati mwingi tumeshaomba kwa muda mrefu, tumeshadumu sana katika kukesha na kusali na kuomba, lakini Bwana anatuambia sasa tudumu. Sasa mwaka 2026 dumu katika shukrani. Shukrani maana yake ni nini? Nini maana ya shukrani? Shukrani maana yake, namba moja, shukrani maana yake Mungu anaenda kuhusika kwenye mahitaji yako yote wewe uliyomwomba Mungu, na yeye ataenda kuhusika ili Bwana aende akakutendee kile kitu ulichomwomba, na wewe urudi kwake, sio kwa kuomba tena, bali urudi kwake kwa wewe kumshukuru Mungu. Na hilo jambo utaliangalia kwenye kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 7. Yaani shukurani maana yake Mungu huenda kushughulika na ile hitaji lako wewe unalohitaji Mungu akufanyie, na akaenda kushughulika kazi yako wewe, utarudi kwa Mungu kwa sababu ya wewe kumshukuru Mungu. Wana wa Mungu, shukrani maana yake muda mwingi, shukrani ina maana kubwa sana. Hata swala la kuabudu, huwezi ukamwabudu Mungu kama una msingi wa shukrani. Shukrani ndio zao la ibada ya kuabudu. Ibada ya kumtukuza Mungu inaanza kwenye shukrani. Kwa hiyo shukrani ina jambo kubwa sana. Ndio maana mtu anayetaka kumwabudu Mungu, anayetaka kumtukuza Mungu, Bwana alimwambia Musa kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 na mstari wa 14, anasema Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Mungu wakati mwingi inafika sehemu atakupigania kwenye mambo yako yote wewe unayohitaji, na wewe ukanyamaza nini? Kimya. Neno kunyamaza kimya maana yake ni nini? Unaweza ukanyamaza kimya kwenye kuomba, unaweza ukanyamaza kimya katika kusali, kwa kuwa Bwana atakupigania wewe, nawe utanyamaza kimya. Shukrani inamsababisha Mungu akupiganie. Shukrani, unaporudi kwa Mungu kwa shukrani, Mungu anakusudia jambo la wewe unalohitaji akufanyie, ili wewe urudi kwa Mungu kwa shukrani. Ndio maana akamwambia Musa, Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Kunyamaza kimya maana yake Mungu anaenda kuhusika. Wewe unarudi kwa Mungu kumshukuru kwa kile alichokupigania. Mungu unataka akupiganie nini? Unataka Mungu akupiganie nini? Ndiyo maana akamwambia tena Musa,
Shukrani inazaa. Shukrani kazi yake inakupeleka wewe kuto kupigana. Shukrani inakusababisha wewe kuto kupigana vita. Mungu anaenda kupigana vita yako wewe, bali wewe utakuwa sio sehemu ya kuenda kupigana vita. Ndio maana akamwambia Musa tena, akasema Bwana ni mtu wa vita, ndiyo jina lake. Mungu ni mtu wa vita, ndiyo jina lake. Shukrani inamsababisha Mungu aingie kwenye vita, akapigane badala yako wewe. Baada Mungu kwenda kupigana, wewe unarudi kwa Mungu kwa shukrani. Ndugu zangu, lazima tuelewe ndugu zangu, maisha yetu tunayoishi, chochote unachokiona mbele yako wewe, unachotaka wewe ukifanye, unachokitamani wewe ukipate, chochote unachokiona mbele yako ni vita. Iwe biashara, lazima ujue hiyo ni vita. Iwe ni kazi, hiyo ni vita. Iwe unahitaji ndoa, hiyo ni vita. Iwe uko kwenye ndoa, ujue kabisa uko kwenye vita. Manake anasema Bwana ni mtu wa vita, ndiyo jina lake. Manake kila jambo unalolihitaji wewe, kuna watu wengine wanashindwa na kuna watu wengine wanashinda. Kwenye elimu kuna watu wengine wanashinda, kuna watu wengine wanashindwa. Kwenye kutaka ndoa kuna watu wengine wanashinda, kuna watu wengine wanashindwa. Kwenye kutaka kuolewa kuna watu wengine wanashinda, kuna watu wengine wanashindwa. Kwenye kuishi kwenye ndoa kuna watu wengine wameshindwa ndoa na kuna watu wengine wameshinda ndoa. Wameshinda ndoa kwa sababu ya nini? Bwana ni mtu wa vita, ndiyo jina lake. Yeye ni mtu wa vita. Kubali moyo wako kuruhusu Mungu aingie kwenye vita ambayo wewe unataka uende kupigane, bali wewe urudi kwa Mungu kwa sababu ya kumshukuru. Shukrani inamsababisha Mungu aende akakupiganie. Shukrani inamsababisha Mungu wewe kunyamaza kimya, Mungu akupiganie. Sasa chagua mambo mawili. Mwaka 2026 unataka wewe ukapigane au unataka Mungu akupiganie? Moja. Mwaka 2026 unataka wewe uwe ni mwongeaji, wewe ni mzungumzaji, au unataka Bwana akupiganie nao unyamaze kimya? Unataka kunyamaza kimya au unataka kuzungumza? Wewe lazima uchague mambo mawili. Na kama unataka kupiganiwa na Mungu, wewe lazima urudi kwa Mungu kwa shukrani. Na kama wewe unataka Mungu akupiganie na unyamaze kimya, lazima urudi kwa Mungu, umshukuru Mungu, afu ni yeye akakupigania. Wana wa Mungu, lazima tuelewe maana ya shukrani. Maana shukrani maana yake unamhitaji Bwana kwenye mahitaji yako yote uliyomwomba ili akutendee. Kwenye maombi yako yote uliyoyaomba tokea uanze kuokoka mpaka hivi leo, hiyo unahitaji uponyaji, hiyo unahitaji ndoa yako iwe bora, hiyo una ugonjwa wa aina yote na kutesa, hiyo unateseka kwa jambo lolote, Mungu anasema maana ya shukrani, ulimwita Bwana na yeye atakujibu. Huu ni mwaka wa majibu wa mwaka 2026 kwa yale uliyomwomba. Zaburi 145 mstari wa 18. Zaburi 145 hiyo mstari wa 18. Hapo utaona jambo moja, kwamba Mungu wakati mwingi sana sisi tumemuomba Mungu kwa mambo mengi. Tunamhitaji Mungu kwenye shughuli zetu. Tunamhitaji Mungu kwenye nyanja za aina mbalimbali. Sasa kama tunamhitaji Mungu
Hiyo Zaburi 145 na mstari wa 18 nasema hivi: Bwana yu karibu na wote wamuitao kwa uaminifu. Mungu anahitaji umuite. Baada ulivyomuita kwa uaminifu, yeye ataenda kukupigania kwa uaminifu. Na wewe lazima urudi kwa Mungu kwa shukrani, kwa uaminifu. Uaminifu sio upande mmoja. Uaminifu ni kwa Mungu na kwako. Ndio maana alimwambia Isaya ile Isaya sura 28 mstari wa 10 mpaka 11. Anasema siku hiyo itakuwa ni hivi: amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kwa Mungu kidogo na kwako kidogo, nanyi mtapata raha pande zote mbili. Hiyo utaipata kwenye kitabu cha Isaya sura 28 kuanzia mstari wa 9, wa 10, wa 11 mpaka wa 13. Utaipata hilo jambo. Ndio maana nasema mwaka 2026 ni mwaka wa shukrani. Rudi kwa Mungu kwa shukrani, uone kama Mungu hajakutendea. Kama uliomba ndoa, rudi kwa Mungu kumshukuru Mungu. Mungu ataijibu ndoa na utapata ndoa. Kama ulitaka kuolewa, rudi kwa Mungu kwa shukrani. Mungu atakupa mke mzuri. Kama umeomba kwa habari ya ndoa, biashara, kazi, shughuli yoyote unayoifanya, mbele yako ujue kabisa kuna vita. Rudi kwa Mungu kwa shukrani. Mungu ataenda kukupigania, na Bwana mtu wa vita atakupigania kila jambo. Ndio maana hata Yesu aliwaambia wale watu, akasema wale wakoma kenda, akasema kuna watu kenda hapa walikuja wakoma, nimewaponya, lakini mbona wamerudi wawili? Kwa sababu ya kunishukuru. Mungu anapenda sana shukrani. Lazima uwe na moyo wa shukrani. Sio kila mwaka tu, kila muda wewe unakuwa ni mtu wa vita, mtu wa manunguniko, yani mtu wa kuhangaika, mtu wa kupigana. Wakati mwingi umeshapigana, umechoka, umeshazungumza vya kutosha, umeshaomba vya kutosha. Rudi kwa Mungu sasa kwa kumshukuru, alafu ni yeye aingie kwenye hayo unayohitaji Mungu akujibu. Yeye atakujibu. Ninachosema kitu kimoja, mwaka 2026 kanisa la Narrow Gate litakuwa ni mwaka wa shukrani kwako. Mwaka huu ni Mungu anaenda kukujibu yale yote ulikuwa unayahitaji. Wewe utarudi kwa Mungu kwa sababu ya kumshukuru. Mungu wa mbinguni awabariki. Kama mmesikia Pastor Charles Simba wa kanisa la Narrow Gate, ninawaambia karibu kwenye ibada yetu. Mungu ni mwema. Asanteni.